Jambo sana mabruka. Ai, kwani shida iko wapi? Enda ukuje, peleka unga kwanza. Na usiguze yako ka radio kame attach hapo. Ako kanatuma signal polisi unakuja unashikwa. Super Abdul. Abdul kuja unishikie simu ndio ende bwana. Uko na haraka ya kwenda wapi? Nishikie tu ya ende msalani arudi. Ama fi ungeenda alafu rudi bwana. Usiguze hiyo kidude. Ndio kuta mbona umemleta hizo maneno. Suseti yako weke yako pia. Hapa. Nyeta kabiente. Anazanga. Mimi yangu. Acha niseti. Hakai anakuja shika tumbe amekudirect hapa. Huyu ni mtu wangu. Na mimi nafurahi mumerudisha hiyo kipindi ya kina Abdul yenye nilipendanga hiyo. Umeongeza Mbogi, nimeona umeongeza Jimmy. Nataka aje waone si lazima sisi ni watu tunaweza watu na Yangi na record inahesabu. Hapo sawa, tutajua. Wewe ongea sasa, wewe endelea. Okay, kwa majina naitwa Robert Makoha Wangoho, rais wa bunge la mwananchi kaunti ya Nakuru. Leo niko bunge la Bondeni Msalaba. Now, mimi nataka kuchukua fursa hii kumpongeza mtu anaitwa George Natembeya. Wengi watatarajia sana nianze kwa kumpongeza Sifuna, lakini huko Western nimeanza kwa kumpongeza George Natembeya kwa sababu yake. Sababu nampongeza George Natembeya, kitu cha kwanza, huyo mzee amesimama kuondoa kugawanyika kwa jamii ya Mlembe Nation kule Western. Angekuwa ni kiongozi wa jamii nyingine, sidhani kama angeachia ndugu yake mdogo aendeleze ukingpinship wa hiyo jamii kubwa nchini Kenya, second largest, second registered, the most registered tribe in Kenya is that one of the Luhya. Alafu aende afanye nini? Ati amwachie kijana mdogo. Hata sidhani kama Sifuna mwenyewe ndiye angekuwa kingpin wa Waluhya mbele ya George Natembeya. Sijui kama angekubali kumwachia vile George Natembeya ameachia hiyo nafasi Mheshimiwa Edwin Sifuna. So hapo hivyo ni point. Na ndio maana tunasema Western this time round inaenda kuwa like it has never been before. Western Kenya ikiwa led na watu kama Mudavadi, watu kama Wetangula, ilirudisha Waluhya nyuma sana. Lakini unaona vile George Natembeya aliingia na vyombo vya habari vyote Kenya mzima zikamtangaza kama kingpin wa Waluhya, lakini akaona nyota ya Sifuna ikaamuka na ikang'aa. Akaona kumbe ndugu yangu mdogo anaweza ng'arisha nyota yake. Jamaa alikubali kuketi kwa bench na sasa ameamua kutumia all that he has to ensure that Sifuna contests for and clinches the presidency. Na ndio maana mimi nataka kuambia ndugu zetu wenye hawampendi Edwin Sifuna, wenye mnashinda mkituambia ati Raila alikuanga na watu wengi na hakuwa president, ati crowds do not translate into votes. Wacha niwaambie sasa kitu moja. There is a very big difference between Raila Amolo Odinga and Edwin Sifuna. Edwin Sifuna huyu ni mtu ambaye ameanza siasa yake tangu Raila akufe juzi, ya kuonyesha nia ya kusimama kiti kikubwa sana nchini Kenya cha urais. Na kwa miezi 6 ama 7 ambayo Edwin Sifuna sasa amezunguka katika taifa letu la Kenya, ameonyesha utofauti uliopo mkubwa sana kati yake kijana wa jana na aliyekuwa waziri mkuu ambaye ni Raila Amolo Odinga. So mwache kutuambia ya kwamba hana experience. After all, tuliweka mtu mwenye alikuwa na experience na kazi yake sasa ni kuibia wa Kenya na kuuza kila mjengo kama KICC, Kenya Pipeline, Safaricom, Airport, Mumias Sugar,
Huyo ndio mtu wa experience mlikuwa mnatuambia the year 2022 tuweke. Vile aliwekwa tumeona vile ameoppress wa Kenya. Vile aliwekwa tunaona vile stima ina retail. Hata watu kuvuta hii posha afurute stima kwake imekuwa ngumu. Mnataka mtu wa experience mwenye ameruti inji mpaka anaingiza wakora kutoka mataifa ya mbali, hata wanakuja kufanya na yeye biashara, kumbe anawatumia kama proxy ajiuzie hiyo mijengo. Huyo ni Mheshimiwa William Samoei Ruto. So mtu achie Sifuna kama hana experience, sisi ndio tutamfunza experience. And by the way, hata Mheshimiwa William Samoei Ruto si eti alikuwa na experience ndiye akaingia urais. By the way, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta si eti kwamba alikuwa na experience ndiye akaingia hapo. Experience kwa kazi yoyote ile, mtu huwa anapata experience baada ya kuchukua hiyo wadhifa. So Edwin Sifuna atapata experience mingi akianza kutekeleza majukumu yake. Mwache kutuambia ati Edwin Sifuna hana experience. Mbona hizi polls zote zinakuwa conducted, yeye anakuwa ahead of the president who is currently on the seat? Edwin Sifuna is the definition of the real change of today. And I'm urging Kenyans to continue contributing money for this gentleman. Because watu ambao hawamsupport Edwin Sifuna wanamsimanga wakisema ya kwamba yeye hana pesa. Hana pesa lakini ana wananchi. Wengine walikuwa wanamchekelea wanasema ya kwamba mkutano yake ya Bungoma hakuwa na MPs peke wa kutosha. Wanasema eti alikuwa na MPs wawili. Mimi nataka kuambia ya kwamba MPs wala ambao wangejiunga na Sifuna na hawa kutokea hiyo siku, kura zao ni kidogo sana. Watu ambao Edwin Sifuna alikuwa nao hiyo siku pale ndizo kura ambazo tunahitaji ili yeye imwezeshe akuwe rais. So mwaje kutuambia ati MP. Hao MP wote usishangae baada ya kuvunja bunge watakuja kujiunga na yeye. Na hata alishatuambia. Alisema most of the members of parliament wanaogopa kujiunga na Linda Mwananchi kwa sababu wanahofia watapoteza kazi zao, kwa sababu wanaogopa Kasongo atakataa kuwaletea maendeleo. Na ndio maana watu kama Didmas Baraza wao ndio wanabutlik Ruto. Wanaenda huko usiku, wanapewa pesa, wanakuja wanahonga wananchi. Wanawafuata kila kona wanaenda. Hata wewe utakataa kuchukua shilingi 200, unapita tu mtu anakuitia shilingi 200. Lakini ujue sasa hiyo itakuwa ni lesson ambayo Kasongo alifunzwa kule Olkalao, ndio lesson ambayo anaenda kufunzwa huko Western Kenya. Na ndio maana hiyo pesa wakisha mpea Didmas Baraza, anaenda anawagawa 200 wanaanza kumchangishia Edwin Sifuna shilingi 10. For your information, kwa siku 2 ambazo Edwin Sifuna alikuwa Trans Nzoia na Bungoma, Western people walimchangishia 1.6 million Kenyan shillings. Sasa wewe niambie, ukitusi mtu kimchekelea kijana mdogo hana pesa, ujue ndio natia wa Kenya hasira mingi ya kuendelea kumchangia. Kwa sababu wananchi wetu wamechoka na uongozi mbaya, uongozi wa kuibiwa, uongozi wa ukabila, uongozi wa kukalia maendeleo na kuua sekta muhimu kama elimu na afya katika taifa letu la Kenya. So enough is enough. It is time for William Samoei Ruto to pack and go home. Go home for good. Hiyo ni jambo langu la kwanza. Save hiyo.